Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 4, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 11, aya ya kwanza hadi 18. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 10, aya ya 11 hadi 18. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alisema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umuona mbwa mwitu anakuja, akawacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na kondoo wengine ninao, ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndipo sasa Baba anipenda, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, nikukaribishe utafakari pamoja nami Injili hii punde tulioisikia, ambao tunaongozwa na ujumbe unaosema Yesu mchungaji mwema. Mazingira ya somo la Injili linaonyesha Yesu akijitambulisha kuwa yeye ni mchungaji mwema. Ni mchungaji mwema ambaye anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake, ambaye ni tofauti kabisa na mchungaji mwajiriwa ambaye hukimbia pindi anapoona mbwa mwitu akija. Lakini mchungaji mwema ubaki na kujitolea hata maisha yake, na ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alivyofanya mpaka anakufa msalabani, akilenga kutukomboa mimi na wewe kutoka katika utumwa wa dhambi. Tunapata kuona mifano kadha wa kadha kutoka kwenye maandiko matakatifu, hasa tukianza na mfano wa kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 17 aya 34 hadi 36. Hapa tunaona kabla ya kuwa mfalme, Daudi alikuwa mchungaji ambaye aliwaua simba na dubu walipomnyakua kondoo kutoka kwenye kundi. Daudi ni mfano halisi wa mchungaji anayetoa uhai wake na kuweka hatarini na uhai wake kwa ajili ya kondoo. Daudi hakukimbia, alimfuata mnyama hadi kumwangamiza. Lakini pia tunaona mfano mwingine wa Nabii Musa ambaye ni mchungaji wa watu. Tunamuona Nabii Musa akiliongoza taifa la Israeli nyikani kwa miaka 40, akijitolea kwa ajili ya watu wenye malalamiko na uasi. Wakati Mungu alipotaka kuangamiza Waisraeli kwa sababu ya dhambi zao, Musa alisali mbele ya Mungu akisema, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, lakini kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Ukirejea kitabu cha Kutoka sura ya 32 aya ya 32. Musa alikuwa tayari kuutoa uhai wake kwa ajili ya kundi lake alilokabidhiwa na Mungu. Lakini mfano mwingine tunapata kuangazia mfano wa kondoo aliyepotea. Ukirejea Injili ya Luka sura ya 15 aya ya 3 hadi ya 7. Yesu mwenyewe anasimulia mfano wa mchungaji anayeacha kondoo 99 na kumtafuta mmoja aliyepotea.
anatafuta mpaka amkute, kisha anamchukua begani kwa furaha. Hii ni taswira ya Mungu anayenitafuta mimi na wewe mwenye dhambi, na mwishowe anamtuma mwanaye wa pekee kwa lengo la kumfanya mwanadamu arudi kundini kwa kuacha uovu wake na kufanya yale yanayompendeza Mungu. Sambamba na mifano kuntu kutoka kwenye maandiko matakatifu, pia tuangazie katika maisha yetu ya kila siku na kwenye ulimwengu wa sasa. Na mfano wa kwanza, tunaona mfano wa wazazi kama wachungaji wema. Leo hii wazazi wanapaswa kuwa wachungaji wema kwa watoto wao, ambapo mbwa mwitu anayeonekana akivuruga maadili ya vijana na watoto walio wengi katika ulimwengu wa sasa ni pamoja na mitandao ya kijamii inayodhoofisha maadili, uharibifu wa michezo ya kubahatisha, betting, pombe na dawa za kulevya. Mzazi kama mchungaji mwema anatakiwa kujua ni kwa jinsi gani anatakiwa kumwongoza mwanaye juu ya matumizi ya mambo hayo, akimwonyesha faida na hasara zake. Na wakati ambapo mtoto anaanguka kwenye tabia mbaya, mzazi kama mchungaji mwema hakimbii, bali anatafuta njia, anasaidia kutatua hiyo changamoto na kuhudumia pale inapombidi. Lakini tunaweza kuangazia pia mfano mwingine wa walimu na wahudumu wa jamii. Ni kweli kwamba walimu wengi katika shule za vijijini hufanya kazi kwa mishahara midogo, wakijitolea kwa udi na uvumba kuelimisha wanafunzi ambao wamekabidhiwa, licha ya changamoto za ukosefu wa vitabu, madawati na wakati mwingine hata chakula pamoja na miundombinu mibovu. Hawa ni wachungaji wema ambao wanahakikisha kwamba kazi waliopewa wanaifanya kwa juhudi zao zote ili kukisaidia kizazi kuelimika na kupata maarifa. Lakini pia kwa wafanyakazi wengine kama madaktari, ni kweli tunakuwa wachungaji wema hasa kwa kufanya inavyotakiwa kuwa, hasa kwa kuwahudumia wagonjwa inavyotakiwa kuwa, au tunaangalia maslahi yetu binafsi huku tukiacha kundi kubwa la watu wenye uhitaji wakiangamia? Lakini tuangazie mfano mwingine kwa viongozi wa kisiasa na jamii. Katika sehemu zenye ufisadi na machafuko, mfano katika nchi yetu, ni viongozi wachache hujitolea kwa hali na mali kuwalinda wananchi walio chini ya mamlaka yao, hasa wananchi maskini. Mfano halisi ni wa machafuko ambayo yalitokea katika nchi yetu juu ya uchaguzi, ambapo wapo viongozi ambao walivaa uhusika wa kuwatetea wananchi pamoja na maslahi yao, huku wakidumisha amani, haki na usalama katika nchi, na ndiyo viongozi ambao wanauvaa uhusika wa mchungaji mwema na si vinginevyo. Lakini tunapata kuona jinsi Yesu anavyotofautiana na wachungaji wengine. Yesu anasema, mimi najua kondoo wangu na kondoo wangu wanijua mimi. Ambapo katika ulimwengu wa leo wenye kelele nyingi pamoja na misukosuko mingi, sauti ya Kristo inasikika kwa wale wanaomjua na wanaomfuata, na sauti yake inatambulikana kwa njia ya neno lake, na kwa namna ya pekee ni kwa njia ya upendo unaoonekana na anaozidi kutukirimia katika maisha yetu. Lakini pia anawataja kondoo wengine ambao si wa zizi hili, akimaanisha watu wa mataifa. Leo hii kanisa linajumuisha watu wa rangi, tamaduni na mataifa yote bila kuzingatia itikadi yoyote. Lakini tunaweza kubaki na swali ya kwamba, je, tunawakubali kondoo wengine wenye asili tofauti, au tunaunda vizuizi vya kabila, tabaka au elimu? Na tunapata kuona uthabiti wa kujitolea kwa Yesu ambaye ndiye mchungaji mwema. Ndugu zangu, tunaponukuu maneno ya Kristo mwenyewe akisema, Baba ananipenda kwa kuwa anatoa uhai wangu, mtu haoni uhai wangu kwangu, bali nautoa kwa hiari yangu mwenyewe. Ndiyo sehemu pekee
anapata upekee wa uchungaji wake kulinganisha na wachungaji wengine wanaolazimishwa au wanaotarajia malipo. Ni Yesu pekee anayetoa uhai wake kwa uhuru na kwa njia ya msalaba, ambayo haikuwa ajali bali ilikuwa njia ya chaguo la upendo dhidi ya mwanadamu pamoja na dhambi zake. Leo hii mfano huu wa Yesu mchungaji mwema unatupa msingi wa kujitolea kwa hiari, kusaidia maskini, kuwatembelea wafungwa, kuwahudumia wagonjwa, lakini kwa namna ya pekee kuwa waaminifu wa mamlaka tuliyokabidhiwa, huku tukiliongoza kundi la kondoo tulilokabidhiwa ili kumjua Mungu na kuutafuta utakatifu, bali si kwa kulazimishwa wala kwa umaarufu, bali kwa upendo unaotoka moyoni. Ndugu zangu katika Kristo, nimalize kwa kusema kwamba katika ulimwengu wenye wachungaji wengi wa uongo, manabii wanaolenga kwenye fedha na wanaolenga kwenye mafanikio ya haraka, waige mfano wa Yesu Kristo mwenyewe, hasa anaposema, mimi ndimi mchungaji mwema. Anawatambua wale walio wake na ndio wanaosikia sauti yake, hasa kwa njia ya faraja ya Roho Mtakatifu na katika matendo ya wema ya watu wake. Lakini pia naomba maswali haya yatuongoze kwamba ni kwa namna gani tunauishi mfano huu wa Yesu Kristo ambaye ndiye mchungaji mwema. Na swali la kwanza linasema, je, wewe na mimi ni mchungaji mwema au mwajiliwa katika familia, kazini au kanisani? Na swali la pili, je, unajua kondoo wako, hasa wale walio chini ya uangalizi wako? Na swali la tatu, je, unawakumbatia kondoo wengine ambao ni tofauti na wewe pasipo kuzingatia kabila, rangi, dini, elimu au umri? Na swali la nne ni je, unasikia sauti ya mchungaji mwema katikati ya kelele za ulimwengu? Mchungaji mwema bado anatafuta kondoo aliyepotea. Leo ikiwa wewe ni kondoo aliyepotea, sikia sauti yake anayekuita. Na ikiwa wewe ni mchungaji, usiwe mchungaji mwajiriwa, bali jitoe kwa moyo na juhudi zote. Bwana Yesu, mchungaji mwema, tunakushukuru kwa kutoa uhai wako kwa ajili yetu. Tufanye tujue sauti yako na kuifuata. Tupe nguvu ya kuwa wachungaji wema kwa wale uliotukabidhi katika familia, kazi na jamii kwa ujumla inayotuzunguka. Lakini tuondokane na ubinafsi kama mwajiliwa, bali tuwe tayari kujitolea kwa upendo na kwa jina lako. Amina. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Kevin Nixon wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia